Kwa niaba ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga, wa Tanzania kwa jumla na wale wasiokuwa wa Tanzania, leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili hizi tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio iliyofanya mchezo ule usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 3 2025 bodi ya ligi ilielekeza kwa mchezo ule uko pale pale, na wakazidi kuhamasisha watu, wakakata tiketi, na bado ifahamike kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali wakitegemea watu watanunua na watapata riziki budi majumbani kwao. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana ukatangazwa mchezo ule haupo. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao hawapeleki timu uwanjani kwa sababu ya kuzuiliwa na bosi wa Yanga. Hoja ya pili, bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeahirisha mechi kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi waandishi, hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani aliyokuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi hii imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuonyesha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuacha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati hizi mbili ambayo timu ya Simba kuzuiwa kutofanya mazoezi na mabosi wa Yanga au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli, maana unaposema viashirio vya rushwa wapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini na jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hayawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii, wanapanga na nani mhusika? Kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi ile, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambayo kitahatarisha amani na usalama wa nchi hii? Kwa hiyo basi baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wao, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka wakafikia hatua hiyo? Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliozunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, ili eneo dogo lisingetosha. Hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi, mechi haipo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga ukasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo, wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii inaongelewa hawatahusika. Na waliokuwa mikoani msisumbuke kuja Dar es Salaam.
Msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zinaenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ieleweke mwaka huu mwezi wa 10 tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi nasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie kichoto kwenye mitandao tukatupiga hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanua, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi tutawagawia jamii mkazijenge hoja. Tujue kwanza hata mtu anapoumwa na mpeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye napata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama amekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaomba uchunguzi. Leo na Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni club. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria za nchi zinaandaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza akafufua ile Mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa aje kufufua timu mbili. Ashanti imekufa, Bongo FC imekufa. Yeye ni mtoto Ilala aje kufufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tutatii. Narudia. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi. Si vinginevyo. Yanga wewe. Yanga wewe. Sasa ndugu zangu viongozi wa matawi, nadhani matamko kutoka kwa mratibu wa Yanga mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza. Naomba mtulie, naomba utulivu. Yanga wewe, tunaomba utulivu. Yanga wewe. Huko nyuma tunaomba utulivu. Hakuna jibu, hakuna swali ambalo tunajibu. Umeisoma hizo hoja mbili na umezielewa? Kwanza mwandishi, hizo hoja mbili umezielewa? Kabla sija kwenda kwenye ufafanuzi. Tuendelee fafanua. Umesoma vizuri? Fafanua. Ni hivi, hakuna hakimu anaotafuta kesi barabarani. Ili hakimu afanye kazi kuna mtu atakayeta mashtaka pale. Na hakuna polisi anayomkamata mtu barabarani anapita njia. Lazima atatokea mtu asema bwana yule ni mtumia wangu na radhi yake. Ndio tunachokitaka. Hoja hii ina maana inatakiwa kwa ilivyotoka na ijibiwe kwa maandishi. Moja, ijibiwe kwa viongozi wa Yanga. Lakini viongozi wa Yanga pia wana hoja walizopeleka bodi ya ligi. Mpaka leo hawajapata majibu. Sasa unapoambia itapotokea saa 24, mpira una taratibu zake. Sio saa 24. Mechi imechukua saa 72. Timu inahitaji maandalizi. Sio kifo. Leo Msumi naongea hapa kile hoja Msumi maleo. Mpira huko hivyo. Na ndio maana tunaposema hili na nyinyi mnataka upande wa pili mnakwenda kudodosa na kuuliza. Tumetoka mahali fulani tumeambiwa 1 2 3. Hili likoje? Mshawahi kulifanya hilo? Isiwe na nyinyi ndio sehemu mnaungana kwamba mtu kasema nyinyi mnapokea. Ndio maana nisema hivi. Hatuyumbi. Hatuogopi. Tunaheshimu na tunatii taratibu zilizopangwa. Kwa maana zile kanuni zilizopangwa waliandaa wao na vilabu, wao ni wasimamizi.
Na unapofanya jambo lolote na mabadiliko kikanuni ndio itakaa na vilabu. Na ndio maana bado tusaidie sana. Kwa mjibu wa katiba ya TFF kuhusu vilabu inasoma wanachama wanaocheza hii Premier ndio wanachama wa TFF. Na wao ndio wanaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu kuchagua viongozi wa TFF. Lakini timu zingine zote wa daraja chini hawana haki ya kupiga kura. Hawako Tanzania. Maana mnapoenda kudadoroso mwe mnatafuta kushoto na kulia afu unapata njia. Unajua hata siafu wanaelekeza jinsi ya kutembea. Basi tutakatembea hivyo. Tunayafanya haya tunawasaidia hata nyinyi. Mwisho wake mnaonekana nyinyi pia mnakuwa watu wa milipuko. Mnachukua habari kwenye video vya kahawa mnarusha kama na ile sifa ya waandishi inapotea. Chombo hiki chombo muhimu katika jamii. Kalamu zenu inafanya nchi itulie. Kalamu zenu inafanya nchi ingie kwenye matatizo makubwa. Kwa sababu hicho tunachoongea hapa dakika 5 kitasambaa sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo sisi bana hatuogopi. Wala niliweke wazi. Hakuna mwanachama yote wa Yanga, mpenzi wa Yanga anayeogopa klabu ya Simba. Kama mtu anaweza aweke bingu, kesho sio kesho kutwa tunaenda kuwashona. Nyumba unajua kulala usumbuki kitasa chako unafungua vipi hata kikiwa kibovu. Tena wakati wa kisa. Mimi nafikiri tena maswali ambayo yatakayotusaidia kuboresha michezo katika nchi hii. Lakini tuseme maswali tunakuwa watetezi wanaovunja taratibu za nchi. Hivi pale pakitokea vurugu nyewe kamera zenu zitakuwa hai. Maana kwenye machafuko achaguliwa mmoja bwana. Msomi atapigwa hata leo atapigwa. Ahili nani mwandishi wa habari wapi mshaumia? Yanga wewe. Nishukuru Carlos. Ndugu mwandishi, swali lako zuri. Ana msingi na ina faida kwa Tanzania. Na ndio maana Yanga mechi zote imecheza. Zote kiondoeni, hakuna hata mechi moja kwamba Yanga ina timu uwanjani. Lakini mechi hizo sema kucheza kwa sababu endapo bodi ya ligi imekaa hata kesho watoe ufafanuzi. Zile sababu zikiwa na msingi tutapeleka timu. Na zikiwa hazina msingi ndo moto unaanzia hapo. Narudia. Nasema hivi, endapo bodi ya ligi itakaa itatoa ufafanuzi ambao unaonekana una msingi, Yanga atakesho kati ya timu. Lakini endapo utatoka sababu hazina msingi, hapo tena ndio kama moto umeongeza petroli, tutaanzia hapo. Sisi mpaka tumjue ni nani aliyofanya haya, kiburi hiki wanakipata kwa nani. Kama kuna mtu mgongoni ambaye ndio chanzo hiki, tunataka tumtambue. Si wote ni Watanzania. Hatutishana. Mtu akipewa mamlaka yatumie kwa utaratibu. Hata wao wamepewa mamlaka haya kwa utaratibu, kwa kufuata katiba ya TFF. Si vinginevyo. Ndio maana tunataka ufafanuzi. Huyo aliyosema hatuchezi, chanzo cha maneno hauzi wala haulizwi. Lakini huyo aliyozulumiwa haki yake ya msingi, unajua Yanga imezulumiwa haki yake ya msingi. Mechi ya kwanza na Simba sisi tumecheza. Simba wamepata gawio lao. Yanga tumeandaa timu. Wapenzi wa Yanga wametoka safari mbalimbali. Pale ndio msingi wa Yanga ni kupata jasho lake. Yanga haikupata. Labda nijulikane hivi. Haiwezekani tena watu wale waendelee kugharamia kitu ambacho wao bado wana uchungu nacho. Hatuna ugomvi na chombo chochote. Tunachotaka taratibu zifuatwe kwa maslahi ya hapana wapenda michezo nchini. Basi Yanga itaendelea kucheza michezo kama kawaida. Ndio maana waliotangulia kusema Yanga ina mechi tarehe 18. Yanga ina mechi ya mwisho na Dodoma Jiji. Yanga itacheza finali ya CRDB Bank. Ndio uelekezi. Lakini hii hapa tunataka tupate uchunguzi. Mfano mdogo, kuna watu mikoani kwa wanagoma kuzika ndugu zao mpaka wapate ufafanuzi. Ndugu yote waliomuua nani? Ndio sisi sasa tumegoma. Ili muelewe. Lakini sio kwamba Yanga hii ni klabu ya michezo, tutaendelea kucheza michezo kwa utaratibu maalum. Tuko tayari, si vinginevyo kwa janja. Ndio maana unatangulia sema hatupotezi pointi, na hakuna mtu atakayefungiwa hapa ili kwanza waliu. Vinginevyo narudia kauli yangu ya mwanzo,
nchi hii mpira utachezwa. Kama tuende kwenye mahakama za Kiswahili za kawaida, tutakwenda kusindika hapa. Sio mara ya kwanza, ilishatokea hapa FIFA wakashuka na kendo wakashuka. Na kufungwa katika mchezo wa mpira kinachobana mtu kwenda mahakamani ni sheria 17. Tuziweke vizuri hizi. Masuala ya utawala watu wanakwenda mahakamani washafungwa. Kashafungwa rais wa FIFA, UEFA, hapa ndani sina sababu ya kuwataja. Kwa sababu wengi wao ndio hao washakwenda jela. Haitakuwa mara ya kwanza. Yanga wao. Kuna swali lilielekezwa kwangu, lakini pia nikutoe wasiwasi kwamba hoja za Yanga sio hizo tu.